Swali la pili ambalo limeulizwa kabla ya kwenda kwenye maswali yetu. Kwa nini Ayubu alilaani siku yake ya kuzaliwa? Kwa nini Ayubu alilaani siku yake ya kuzaliwa? Na sije tunapaswa kuzilaani siku zetu za kuzaliwa? Ayubu sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6 anasema hivi: baada ya hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Ayubu akajibu na kusema, na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi, na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Siku hiyo na iwe giza, Mungu asiangalie toka juu, wala mwanga usiangazie. Ishiko na giza, giza tupu kuwa yake, wingu na likae juu yake. Chote kifanyacho siku kuwa giza na kiitishe. Tena usiku huo na ushikwe na giza kuu, usihesabiwe katika siku za mwaka, wala kutiwa katika hesabu ya miezi. Tazama, usiku huo na uwe tasa, wala isiwe ndani yake sauti ya shangwe, na waulaani hao waulaanio mchana. Tuishie tu hapo hapo. Ayubu baada ya kupitia yale majaribu ambayo tunajua, kufiwa na watoto wake, baadaye kupatwa na mapigo yale majipu, baadaye kupoteza mifugo yake, ngamia, ng'ombe, kondoo pamoja na watumwa. Lakini baadaye alikuja kupigwa paka na majipu. Alipitia ile shida. Biblia haijasema ni miaka mingapi, lakini unaziona wanasema ni miaka 7. Yaani alikaa katika ile hali katika miaka 7. Na sio kwamba alikuwa anaambiwa kwamba baada ya mwaka wa 7 ndo atapona. Yaani anafika paka mwaka wa 7 ajui kama hii hali itaendelea paka lini. Ndio akaja akasema maneno. Mke wake sasa kashamwambia amkufuru Mungu akafa. Kwa Ayubu alikuwa anampenda Mungu sana. Hakumkufuru Mungu wala kumnenea Mungu mabaya. Alisema Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Lakini akasema nitashughulika na hizo siku nilizozaliwa. Akairudia siku yake aliyozaliwa, akaitafakari, akailaani. Akasema naipotelee mbali hiyo siku. Akatoa maneno magumu sana yaliyozidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali linakuja, je, na sisi tunapaswa tukipitia matatizo tuzilaani siku zetu tulizozaliwa? Jibu ni la. Jibu ni la. Hatupaswi kulaani siku yote iliyopita wala siku yote inayokuja huko mbele, kwa sababu ni kinyume na maandiko. Sasa kwa nini Ayubu alilaani hiyo siku? Ayubu, kulaani kunakozungumziwa pale ni hali ya kutoikubali ile siku, yani kuchukia ile siku, kuikataa ile siku. Lakini huyu Ayubu ambaye alilaani ile siku ya kuzaliwa, alikuja baadaye akatubu kwa maneno aliyosema. Sasa tunasomaga kitabu cha Ayubu, tunaishia sura ya 3 kwa sababu hapo ndo kuna habari ambazo zinatuchangamsha tunavyoangalia jinsi alivyotia. Lakini kitabu cha Ayubu kina sura zaidi ya 40. Kina sura zaidi ya 40. Fungua Biblia yako hapo angalie. Kina sura zaidi ya 40 kitabu cha Ayubu. Sasa huku tukifikaga huku tunalala. Tunaona hii Biblia mbona kubwa, kitabu cha Biblia mbona kikubwa sana. 42, kitabu cha Ayubu kina sura 42, lakini tunaishaga sura 3 hapa. Baada ya hapa Ayubu alikutana na marafiki zake watatu. Wanaitwa Sofari, Elifazi na Bildadi. Ama rafiki zake walikuwa ni watumishi wa Mungu kama yeye. Na walikuwa wanaongea maneno ya hekima. Mojawapo ya neno ambalo mojawapo aliongea ni ile linalosema mjue sana Mungu ule na amani, ndivyo mimi atakavyokujia. Ayubu 22:21. Alikuwa ni mojawapo wa marafiki zake. Lakini walikuja na mawazo na kumwambia Ayubu, bwana, wewe haya yote amekupata, jipime vizuri. Lazima kuna mahali ulikosea. Ayubu akijiangalia, mbona sijakosea? Hata kama kukosea kwa kawaida, lakini mbona yamenipata? Mbona sijakosea? Kama sadaka nilikuwa natoa, kuna mahali anasema ni wapi nilipofurahia hata mali yangu ilipoongezeka labda nikajivuna. Anasema niliweka agano na macho yangu, siwezi kumtazama mwanamke nikamtamani. Mbona sije kufanya hicho kitu? Akiangalia, mbona sijai kufurahia kuanguka, watu wangu wote nimewasaidia wote. Sasa nimekosea wapi hayo utakapata? Alafu rafiki zangu wananiambia nimekosea. Ayubu alipotingwa na maneno, alipokuwa mengi, akawa kuna maneno anaongea zaidi ya uwezo wake. Na hiyo pia ilimuudhi Mungu. Baadaye Mungu alimtokea Ayubu kwenye upepo wa kisulisuli. Akaanza kumuuliza Ayubu maswali mazito. Akamwambia, nani aliyeumba dunia? Nani aliyemtengeneza punda? Alimfanya punda awe anafugwa na wanadamu na kumfanya punda milia awe porini akae peke yake kule huru? Na nani aliyefanya nyati ambaye ana nguvu kuliko ng'ombe? Nyati kukaa porini lakini ng'ombe kufanya kuwa mtumwa wa mwanadamu. Nani aliyofanya wote? Akamuuliza maswali mengi ambayo Ayubu hakuwa na majibu yake. Ayubu akatubu akasema, nimeongea maneno yazidio ufahamu wangu. Ayubu 42 mstari wa 1 hadi wa 6. Tufanye habari hiyo fupi. Ayubu 42 mstari wa 1 hadi wa 6. Ayubu anatubu sasa. Anasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua kuwa waweza kufanya mambo yote na kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyu afiche mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu. Umeona? Ayubu anakuja kutubu. Nimesema maneno nisiyoyafahamu. Mambo ya ajabu
ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Sikiliza na kusii, nami nitanena, nitakuuliza neno nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi ya majivu. Kwa Ayubu alitubu hayo maneno. Na hapa sasa mstari wa 7 anasema, basi baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia Elifazi, utaendelea kusoma pale, na mwishoni ndipo Mungu akambarikia Ayubu. Kwa hiyo baraka za Ayubu zisingekuja kama Ayubu asingetubu yale maneno. Kwa hiyo Ayubu alizungumza maneno mengi yanayomzidi uwezo wake. Moja wapo ni hayo ya kulaani siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo tunachojifunza ni nini? Na sisi pia hatupaswi kulaani siku zetu zozote zile. Siku ya kwako wewe, ya mtoto wako kuzaliwa, ya baba yako kuzaliwa, mama yako kuzaliwa, usilaani. Usilaani. Kila kitu ambacho kinatokea kinakuwa na makusudi. Ukilaani kitu, ile laani inakaa. Ndio maana hapa Ayubu hakujua, anasema nilikuwa nasikia tu habari zako, sasa nimekuona, najichukia nafsi yangu na kutubu. Kwa Ayubu alishia kutubu. Sio kwamba kwa sababu alikuwa ni mtu mcha Mungu akukosea, alikosea. Soma Ayubu kuanzia sura ya 3 mpaka mstari wa 40. Utajifunza kitu. Usipende tu kusoma kwanza na pili. Ya kwanza na pili ina habari nzuri, lakini soma hiyo. Soma pia kitabu cha Wafalme, ni vitabu vizuri sana. Na pia utamwona pia mtu mwingine ni Yeremia na yeye. Yeremia na yeye pia alisema maneno hayo hayo. Alisema na ilaaniwe siku yangu, na yeye alisema maneno hayo hayo. Tutasoma wakati mwingine. Alivyosema na yeye, baadaye alikuja kutubu Yeremia. Yeremia alipitia kwa sababu anasema, yani mimi nimezaliwa kwa sababu gani? Mungu ameniita niwe nabii kwa sababu gani? Mtu wa kuteta na watu, mtu wa kuteta na mataifa. Alafu mataifa wenyewe naenda kuwapa ujumbe wa Mungu, hawasikii, wanaishia kunichukua na kunitupa kwenye mashimo. Yeremia alichukuliwa akatupwa kwenye shimo kipindi cha njaa Israeli, wakamchukua Yeremia wakamtupa kwenye shimo. Ile shimo chini ilikuwa lina matope, alafu akakaa kule. Anakaa kule anajiuliza, anamuuliza Mungu, hivi nimekosea nini mimi? Lakini Mungu anamwambia, nimekuita kwa sababu hiyo. Naye akalaani siku zake za kuzaliwa, baadaye alikuja akatubu. Kwa hiyo tunajifunza tusilaani siku zetu tulizozaliwa, zibariki. Amen. Basi hebu tuangalie tena swali moja au mawili, alafu baada hapo tutaenda kuomba. Tutakuwa tuna muda kuomba. Ipi tofauti kati ya uhai na uzima? Ipi tofauti kati ya uhai na uzima? Pia hili ni muhimu kulijua kama watu wa Mungu. Tujue tofauti iliyopo kati ya uhai na uzima. Kwenye Biblia vyote viwili vimetajwa, uhai na uzima. Sasa uhai ni nini na uzima ni nini? Uhai ni ile hali ya kuwa hai kama jina lilivyo. Uhai ni ile ya kuwa hai, hali ya kuwepo. Hiyo ndio maana uhai. Lakini uzima ni uhai uliopo ndani ya mtu, ambao huo unapatikana kwa mtu kuwa na mahusiano na Mungu. Nitafafanua vizuri. Uhai ni ile hali ya kuwa hai, uwepo. Lakini uzima ni uhai ulioko ndani ya roho ya mtu, ambao huo unatokana na mtu kuwa na mahusiano na Mungu wake. Umeona huu mti huu? Ili lina uhai, lakini halina uzima. Wanadamu wote wanaoishi duniani wana uhai, lakini si wote wana uzima. Mbwa ana uhai, hana uzima. Nyoka ana uhai, hana uzima. Ndege wana uhai, hawana uzima. Uzima unatokana na Mungu, mahusiano ya mtu na Mungu. Na ni Mungu peke yake ndiye anatoa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna mtu anaweza kaa na uhai, hana uzima. Anafanana na mnyama. Mtu mwenye uzima anakuwa na uhai katika roho yake, ambao ni uhai wa milele. Ndio maana hakuna ufufuo kwa wanyama. Siku za mwisho Biblia isemi wanyama watafufuliwa, ndege watafufuliwa wataenda mbinguni. Hakuna. Uhai wao unaisha hapa duniani. Mzunguko wa wanyama wote ni hapa duniani. Akizaliwa, akishakufa, habari yake imeisha. Lakini mwanadamu ni tofauti. Sasa naomba tusome naomba kwanza tuguse kidogo uhai, Mithali 12:10, alafu tutaangalia uzima. Mithali sura ya 12 na mstari wa 10. Mithali 12:10, Biblia inasema hivi: mwenye haki ufikiri uhai wa mnyama wake. Uhai sio uzima wa mnyama wake. Hapa pia tunajifunza kuhurumia wanyama. Kuna watu ni wakatili. Anaweza kaa na mbwa hapo mpaka mpe chakula ni msimu kwa msimu, alafu bado anampiga, au paka. Mwenye haki ufikiri uhai wa mnyama wake, bali huruma za mtu mwovu ni ukatili. Anazungumzia uhai wa mnyama. Sasa uzima unakuja kwa nani? Uzima unakuja kutoka kwa Mungu. Naomba nisome Yohana 10:10. Yohana mtakatifu sura ya 10 na mstari wa 10, Biblia inasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Anasema wawe na uzima, sio uhai. Wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo uzima unatoka kwa Yesu Kristo.
Na tunachokitafuta sisi ni uzima wa milele. Ndio maana Yesu akasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kuna uzima milele, sio hayo milele. Uzima huo unatokana na mtu kumpokea Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu, unapompokea Yesu kwa njia ya kutubu, kumwamini, kuacha dhambi, kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu, kinaingia ndani yako kitu kinachoitwa uzima. Huo unabaki na wewe hata utakapokufa na mwili wako ukazikwa, utakuwa unaishi. Kwa sababu Yesu alisema kwamba yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Yeye anayeniamini mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa hiyo kwa jicho la damu na nyama tutaona mifupa imebaki pale, fuvu limebaki pale. Alafu tutasema buriani, tutasema marehemu yule, tutasema hayupo tena. Lakini kumbe kinyume chake yupo, ila hayupo kwenye macho yetu, yupo katika ulimwengu wa roho, katika uungu kwa Mungu kule alikotokea. Anaishi. Yesu alimwambia vipi yule pale msalabani? Yule mtu alimwambia, Bwana, naomba unikumbuke katika ufalme wako. Mmoja wapo wale wanyang'anyi pale msalabani. Yesu akamwambia, amin, amin. Ukiona Yesu mahali popote anakuambia amin, afu anarudia tena amin. Tafsiri ya amin maana yake ni hakika, hakika. Kwa kumwambia hakika, hakika anakuambia leo hivi utakuwa nami peponi. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi, sio kaburini. Kwa hiyo wakati ambapo wamevunja miguu ya yule mfungwa pale, kashakufa, na wakati ambapo Yesu amechukua mwili wake na kuweka kaburini, hawa watu wawili walikuwa mahali fulani peponi. Usiku ule, siku ile sio kesho yake, walikuwa mahali fulani peponi. Kwa hiyo yule alipata uzima wa kuendelea kuishi, siku za mwisho atafufuliwa. Ona sisi pia uzima unakuja kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia tunachoweza kujifunza, tutafute uzima wa milele, sio uhai. Tusidhirizike kuwa hai. Mtu aliye hai ni yule anaishi, lakini hana jicho la kuangalia baada ya maisha yake enda wapi. Yeye anaangalia tu, mimi nitaishi, nitajenga nyumba, nitakuwa na mke, nitakuwa na mume, nitakuwa na mali, nitakuwa na watoto, nitaishi vizuri. Alafu mwisho wa siku hajui na kutafakari mambo gani yatafuata baadaye. Hana uzima ndani yake. Na Yesu alikuwa anahubiri sana habari za uzima, sio uhai. Kwa sababu uhai kila mtu anao. Uhai kila mtu anao, mpaka wanyama anao. Anazungumzia uzima. Je, utaishi wapi baada ya haya? Mali zako zitakuwa za nani? Fedha zako zitakuwa za nani? Kila kitu ulichonacho kitakuwa cha nani ikiwa wewe mwenyewe hauna uzima milele ndani yako? Kwa hiyo tunafundishwa kumtafuta Mungu na kutafuta uzima milele. Swala la 4 tutaenda kuomba maana muda ushakimbia. Hivi tofauti kati ya sheria na kanuni. Sheria na kanuni kibiblia, lakini tofauti yake ni ipi? Tofauti ya sheria na kanuni. Sheria ni agizo linalotolewa na mamlaka iliyo kuu. Sheria ni agizo linalotolewa na mamlaka iliyo kuu. Lakini kanuni ni mwongozo wa ile sheria. Kwenye Biblia kwa mfano, Mungu alitoa sheria ya watu kuishika Pasaka, Wayahudi waishike Pasaka. Lakini jinsi watakavyoishika Pasaka lazima kuwe kuna mwongozo. Kwamba usiku ule mtoe mwana kondoo, wamchinje, zile sasa zinaitwa ni kanuni. Na sikukuu zote na mambo mengine yote kulikuwa kuna sheria na kanuni. Lakini pia kuwa kuna tofauti kati ya amri, sheria na hukumu. Amri, sheria na hukumu, na zote Mungu aliagiza watu wazishike. Naomba kwa kumalizia nichambue hapa. Amri, sheria na hukumu, tofauti yake ni ipi? Amri ni agizo linalotoka katika mamlaka kuu ambalo liko kwa ujumla wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria ni agizo linalotoka katika mamlaka kuu, lakini katika mgawanyo wake. Huku ni ujumla, huku ni mgawanyo. Kwa mfano, naweza nikakaa hapa tukakutana na amri imeandikwa pale. Amri ni marufuku kutupa, ni marufuku kusimama mahali hapa. Ni marufuku kusimama mahali hapo. Hiyo ni amri imetolewa. Sasa sheria inakuja pale inaanza kunyambua. Usisimame hapa, usipige picha, uwe na kitambulisho kipita mitaa. Kwa kuna mgawanyiko, yote inabeba usisimame eneo hili, ni amri. Sheria inakuwa namna hiyo. Hukumu ni matokeo ya wewe kusimama pale ni nini? Faini 100,000 au utafungwa kifungo cha mwaka mmoja na faini juu. Kwa kuna amri, sheria na hukumu. Katika Biblia na yenyewe kulikuwa kuna hicho kitu. Amri, sheria na hukumu. Amri, Mungu alisema labda usiibe. Katika mojawapo amri, kuna amri inasema usiibe. Sheria inakuja sasa inaingia kuinyambua hiyo amri usiibe, kwa sababu kisha tusiibe, okay. Tusiibe nini? Ndio unakuja kule sasa usiibe mali jirani yako, usiibe chochote. Hiyo ni sheria sasa. Sheria zinawekwa kulingana na ile amri iliyoko pale, inaanza kunyambuliwa. Hukumu
ikitokea mtu kaiba anahukumiwaje? Ndio ilikuwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi ni vitu ambavyo pia ni muhimu kuvijua. Tukipata nafasi wakati mwingine tutakuwa tunaingia ndani kujifunza zaidi na zaidi. Amen. Amen. Basi tutaenda kusimama, tutamwomba Mungu kwa hizi dakika chache, na baada ya kwenda kumwomba Bwana tutaomba neema ya Mungu iongezeke juu ya maisha yetu tuweze kuendelea mbele. Roho Mtakatifu akatufunulie zaidi, akatupe sababu ya kumtumikia yeye na amani.